za kiungu huja. Kila mtu hapa duniani hutazamia jambo hili baraka. Mungu naye pale mbinguni hutazamia abariki kila mtu, kwa sababu wewe, mali, sisi zote ni wa Mungu. Amen. Hiyo mali unatafuta ni ya nani? Na nani hupeana? Ni Mungu. Wewe ni wa nani? Kwa hivyo sisi wote mali nini? Hii ardhi unaona, hata uone mtu amechimba dhahabu ametoa hapo chini, ni mali ya Mungu. Hata mtu aende Kwale agonge mawe apasue atengeneze nyumba ya ghorofa, hiyo mawe ni mali ya Mungu. Hakuna kitu mtu alikuja nacho. Kila kitu ulikipata hapa kama Mungu amekiweka. Sema amen. Amen. Na hivyo wewe na mimi tunategemea kubarikiwa na nani? Na Mungu. Na hivyo sasa ndivyo nataka nifundishe hiyo hali ya kupata baraka kwa njia ya kiungu, how divine blessings comes. Baraka hizi za kiungu huwa zinakuja vipi? Utazipata kwa namna gani? Ndio nataka tufundishane leo. Hapo nyuma utaona kwamba ilikuwa inafundishwa kwamba ni kijana mkubwa ndiye alikuwa eligible, yani alikuwa anatunukiwa nafasi hiyo ya kuchukua mali ya boma. Na ukisoma na Biblia sana utaona kwamba inakuonyesha kijana mkubwa alikuwa anadhaminiwa kwa mambo mengi ya kijamii. Karibu kila kitu ilikuwa inamtazamia kijana mkubwa. Si ni kweli? Alikuwa ndio macho ya jamii, na hata baba ama wazazi wangeaga wakiwa na kijana mkubwa walijua kwamba wameacha mtu mwenye ataridi kwa nafasi yao kile walicho nacho, na wana mtu ambaye atakayeendeleza uzazi hata baada yao. Kwa hivyo mambo yote iliyokuwa ya jamii, tegemeo kubwa ilikuwa kwa kijana huyo wa kwanza. Na ukiangalia katika hata jamii nyingi mpaka wa leo, many cultures have preserved this, wamehifadhi hiyo ya kwamba akiwa na kijana mkubwa yeye ndio hurithi mali, estate, yani kila kitu, power ni kusema kwamba yeye ana uwezo wa kusema kitu na kila mtu asikie kwa hiyo jamii. Kijana mkubwa anaweza ongea kitu na kila mtu amsikize kwa hiyo jamii kwa sababu ni mkubwa, si ndio? So tunaona kwamba wengi wangali wanafuata hiyo, na hivyo kusema wale siblings wengine huwa wanafuata mwongozo wa yale maongozi ambayo yatafuatia. Na so nataka nikufundishe kutokana na hiyo, kuna tofauti ya vile Mungu hubariki na vile jamii hubariki. Sasa umeona jamii huwa inabariki kufuatana na kuzaa. Wewe ni wa kwanza, wewe ni wa pili, wewe ni wa tatu. Tunaona hata kwa kina nyumba za kina Abrahamu walikuwa naangalia ni nani mzaliwa wao mwenyewe. Kuna utofauti pale. Watu wengi huniuliza, si Ishmaeli ndio wa kwanza? Mimi nakubaliana na wewe, lakini Mungu alikuwa amejua ndoa iko kati ya Abrahamu na Isaka na Sara, yani kati ya Abrahamu na Sara, lakini Haga alikuwa mjakazi. Kwa hivyo hakuwa vile amepewa title ya kuwa mke. Haleluya. Na kwa hivyo alipopata mtoto ndio Ishmaeli, huyo Haga alipopata Ishmaeli, hakuwa kabisa Mungu amehesabu ni wa kutoka kwa ndoa. Hapana. Hii ni kama kusema kwamba wale kusoma Biblia tunawaita Bible scholars, wadadisi wa hizi kusoma Biblia, wanasema kwamba ni kusema nyumba ya Abrahamu na Sara ilikuwa na magomvi. Walivutana sana, walizozana sana, na mzozo kuu ilikuwa inatokana na mambo ya uzazi. Na hivyo ni kama either Abrahamu alikuwa anashuku Sara na Sara naye anashuku Abrahamu. Kwa hivyo ikawa ya kwamba Sara akasema basi jaribu tuone, ndio utajua sio mimi nina shida. Kwa hivyo ilikuwa na lawama fulani. And then baada ya kupata hiyo, haikuwa ndio mpango wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Mpango wa Mungu ulikuwa kwake nani? Sara na Abrahamu. Let me tell you, nikiwa nimesimama hapo, ya kwamba ukifanya chochote ambacho sio mpango wa Mungu hakifanikiwi sawa, hakiendi vizuri na hakiwezi kuwa vizuri, kwa sababu umekifanya kulingana na mtazamo wako. Wengi huacha njia za Mungu na kufanya mambo kulingana na vile wanayatazama kwa mtazamo wao. Ni vizuri kufuata vile Mungu amekupangia. Amen.
Nikusie jirani mwambie ni vizuri kufuata vile Mungu amekupangia. Kwa hivyo saa zingine condition yako ile unapitia hata saa hizi, saa nyingine ina sababu ya kiungu. Inaweza kuwa ni ngumu kwa sababu hata Sara na Abrahamu haikuwa rahisi kukaa miaka hiyo yote wakiwa bila mtoto. Ilikuwa ni ngumu, lakini bado kulikuwa na mpango wa Mungu. Haleluya. Kulikuwa na mpango wa nani? Sasa nigusie jirani mwambie ruhusu mpango wa Mungu kwa maisha yako. Haleluya. So saa zingine hali zingine unazopitia zina divine purpose. Na ukijua kuendeshana nazo, ujue kuingiana nazo, ukimtukuza Mungu na kumtumainia vile walivyomtumainia Abrahamu na Sara, utaona vile Mungu atakavyofanya. Usiingie katika these other objectives, zile ambazo waliingia ndani wakasema jaribu huyu tuone. Utatoka kwa njia za Mungu. Amen. Utatoka kwa njia za nani? Mwambie mtu jirani yako, mwambie shikilia tu ile Mungu amekupangia. Usitoke kwa njia za Mungu. Kwa sababu hapa nje uko very seducing. Kuna mivutio nyingi sana. Kuna mivutio nyingi sana ya kututoa kwa njia za Mungu, lakini ukajua kushika ile Mungu alikuwekea mpaka dakika mwisho, wewe ndio utaendeshana na Mungu vile aliahidi kwa maisha yako. Na vile alivyoahidi kwa uzao wako. Mungu alikuwa amepangia Abrahamu mambo makubwa kwamba atakuwa baba wa mataifa, lakini akamwambia sio kupitia Ishmaeli, kwa sababu hakuwa katika ndoa yako. Huyo ni mjakazi. Akamwambia atatoka katika kiuno chako na yule mke wako ambaye ni Sara. Na hivyo ndivyo Mungu alivyotenda. Na mimi nakuombea shikilia njia za Mungu na Mungu akuinue. Amen. Na Mungu akubariki. Amen. Na Mungu akushangaze. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo katika hiyo harakati tumeona kijamii itakuja kuwa tofauti na mtazamo wa kiungu wa kubariki. Kijamii itakuja kuwa tofauti na mtazamo wa kiungu kubariki. Ingelikuwa jamii ndio ilikuwa inaendesha mambo ya Abrahamu na Sara na Hagar, the one who was eligible for blessings is Ishmael. Manake ndiye mzaliwa wa kwanza. Lakini ikiingia ni Mungu ndiye anaendesha mambo ya nyumba, ndoa yako, maisha yako, anabariki vile yeye mwenyewe anataka kubariki. Anaenenda vile yeye anataka kubariki. Kwa hivyo angalia jirani yako, mwambie si lazima uwe mzaliwa wa kwanza. Si lazima uwe mzaliwa wa kwanza ndio Mungu akubariki. Ndio Mungu akubariki. Hallelujah. Amen. Are we talking about ninakuacha mahali? Are you getting somewhere? Yes. Kwa hivyo si lazima uwe wa kwanza ndio upokee baraka. Mungu anaweza bariki yeyote kwa sababu Mungu ni Mungu na mtazamo wa kiungu sio wa kibinadamu. Kuna qualities zile Mungu anaangalia. Na kwa hivyo katika hili somo tutaenda tukijifunza moja kwa nyingine mpaka tufike pale. Now, ni nani huyu? Who is entitled for divine blessings? Ama who is entitled for blessings today? Ama for the divine blessings. Tunaanza kuona ya kwamba katika hili somo ya kwamba blessings are meant for everybody who believes in God and His Word through Jesus Christ. Baraka ni za kila mtu ambaye atakayemwamini Mungu kupitia neno lake katika jina la Yesu. Mimi sijui kama umefika kiwango hiyo, lakini najua umefika, ndio maana tuko hapa, si ndio? Kama hauamini Mungu ungekuwa hapa. Halo? Tuongeleshane kanisa. Kama hauamini Mungu ungelikuwa hapa. Lakini kwa sababu ya kuamini Mungu najua ndio maana tuko hapa sisi wote. Na kwa hivyo baraka za Mungu haziendi kama vile wanadamu hugawa baraka ama hupeana baraka. Mungu hugawa baraka kwa kila mtu anayemwamini yeye, aamini neno lake kupitia mwanae Yesu Kristo. Ukajua kuamini Mungu, ukajua kuamini neno, ukajua kuamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, utabarikiwa. Ni leo tu, hata sio jana.
Nimesikia dada mmoja amesimama hapa na akasema kwamba amekuwa chini katika mambo mbalimbali, yamemweka chini. Lakini aliposoma kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 6, akahimizika, akasikia hapo inamuhimiza, ikamuongeza nguvu. Hiyo ndiyo najaribu kukuambia, ukaliamini neno la Mungu. Ukaliamini neno la Mungu, utafanikiwa, utainuliwa. Maana Mungu hawezi lituma neno. Hivyo ndivyo amesema kwa maandiko. Hawezi lituma neno lake na akose kulifuatilia. Kwa hivyo anazungumza neno na nyuma yake analifuatilia mpaka litimilike. Am I talking to somebody? Yes. Nyuma yake kuna Mungu. Hebu angalia mtu mwambie Biblia ni neno la Mungu. Na wakati amelizungumza, ulifuatilia ili litimilike. Kwa hivyo in other words, ukisoma hilo neno na uliamini, jua nyuma yake kuna Mungu analifuatilia kulitimiliza. Jua tu kila unapolisoma, kama vile huyo dada alivyolisoma, nataka kumuhimiza tena nimwambie, nyuma yake kuna Mungu ambaye anafuatilia hilo andiko lake mpaka atakapolitimiliza kwa maisha yako. Kwa hivyo ni heri kujua neno la Mungu. Nigusie jirani mwambie, pokea kushika neno la Mungu. Pokea kushika neno la Mungu. Munguze upande mwingine mwambie, soma neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Guza wa hapo nyuma mwambie, amini neno la Mungu. Amini neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo unaanza kujifunza kujua, kufuata neno la Mungu ni muhimu sana. Na kwa sababu nilikwambia hivyo, kwa sababu tuna shida katika mazingira ya sasa. Watu wamesoma, watu wameelewa neno, lakini akinunua hii Biblia anaenda kuiweka mpaka Jumapili ijayo, ikifunguliwa ndio anaifungua tena. Tena akitoka hapa Jumapili ya leo hata soma tena, ataifungua tena next Sunday akija kanisani wakati pastor anahubiri. Mimi nimefurahi kuona mama kama yule amesimama hapa na anasoma andiko na anasema imenitia moyo. Nami namwambia the Lord is behind that word, pushing it mpaka itimilike kwa maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Soma neno. Umewahi kuwa na kiu cha hilo neno? Kuwa na kiu cha hilo neno, kusoma. Yaani unakaa chini tu wakati uko free. Na ingawa hapo itabidi pia nikuombee, kwa sababu nimekutana pia na experiences za watu wametofautiana wakati wanalisoma hili neno. Nitabidi kukuombea sana. I have noticed hata kwa Biblia ya simu, mtu akifungua Biblia ya simu, akianza kusoma hawezi fika verse ya pili. Kwa verse ya kwanza usingizi imekuja. Akifungua Facebook na kuambia mpaka macho inakuwa moto na bado hawachi kusoma, anaendelea na Facebook. Akiingia WhatsApp hata macho iwe nyekundu, hata kama itakuwa unless network ipotee ama bado ziishe, lakini humtoi hapo. But wacha asome, afungue nafasi na ito Bible kwenye simu yake, anashikwa na usingizi haraka. Hii inakufundisha kuna power behind ambazo zinazuia wewe uelewe hilo neno, usome hilo neno, na hilo powers ni demonic. Sema amen. Amen. Maana shetani anajua ukisoma neno utakuwa edified, utaerevuka, ujue mambo mengi na ujue msimamo wako na ujue nini inatakiwa kwa maisha yako. Kwa hivyo anafanya bidii sana kuzuia usisome neno. Hebu niguzie jirani useme, nakemea hiyo force yenye uzuia usome neno kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na ukitaka kujua na kuambia ukweli, angaliana tuna jirani yako, nikuonyeshe vile utamwambia. Angalia tu. Muulize usoma lini Biblia. Utasikia last Sunday. Sikiza. Hata mwingine atakwambia mimi sina Biblia. Is it true? Sina? Sina? Sina?
Mwingine naye anakuambia mimi huwa naenda kazini, natoka kazini kama nimechelewa. Au ni uongo? Natoka kazini nimechelewa, natoka kazini sina nguvu, na hata nikijaribu nisome nimechoka sana, nasikia nimelala. Lakini nikifungua tu Facebook, hata kama nimechoka, nasikia nguvu imekuja. Hivyo ndio huwa mnasema sasa, you translate in that way. Bwana asifiwe. Hebu guza tena jirani wa upande mwingine, mwambie nakemea hiyo force yenye uzuia wewe kusoma neno la Mungu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Am I talking to somebody? Are you learning something there? Sijui kama imekutoka. Kuna kitu imekutoka ama bado nikemeza hivi? Ninakuuliza, kuna kitu imekutoka ama niendelee kukemea? Niendelee? Shika huyo jirani tena. Sababu jirani anakushika wewe unamshika. Shika huyo jirani. Shika, hakikisha umemguza jirani yako. Mguze, sema nakemea hiyo force. Nakemea hiyo force. Yenye hukuona umeshika Biblia. Inakupatia usingizi. Inakupatia uchovu. Ninaikemea leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Angalau kwa siku unasomeko hata chapter moja, God will bless you. Angalau kwa siku unahifadhi ndani ya moyo wako andiko la Mungu, you will go far in Jesus name. Angalau unaamka asubuhi na unasoma andiko, yani andiko hili inaanza kutembea ndani yako. Yani unakutana na mtu amekukemea, unakutana na mtu amekulaani. Unakumbuka wa Filipi 4:10 na ngapi? 3. Inasema nini? Kristo alitukomboa kutoka kwenye laana, na unaanza kusema laana zako hazina nguvu, hazitafanya kazi kwa jina, kwa sababu umejua ukweli. Lakini kwa sababu wewe haujui ule ukweli, yule mtu anakulaani, unaenda umesononeka, umekwisha nguvu, unaanza kuona kwamba sasa huyo amenimaliza, sasa huyo amenilaani, then hiyo laana ina absorb. Ukisoma maandiko inakwambia kwamba laana isiyo na sababu haiwezi ingia ndani mwako. Biblia inasema hivyo kwenye Proverbs. Inasema laana ambayo haina kiini ya kuingia ndani mwako haifai kuingia. Lakini wewe ukilaaniwa unaipatia nafasi ya kuingia ingia. Sasa shali laani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Inafaa unajua andiko linakuambia ati laana isiyo na sababu haina na iangusha kwa jina. Kwani nilimkosea nini? Kwani nimemtendea nini? Naiangusha kwa jina la Yesu. It will never work for you. Hiyo laana inaishia hapo, nguvu kwa jina la Yesu. Sema amen. Kwa hivyo nakuomba usome neno. Guza jirani tena, mwambie soma neno. Soma neno. Mwambie tena soma neno. Soma neno. Mwambie kwa sauti nzuri, mwambie soma neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Na utabarikiwa. Na utabarikiwa. Hallelujah. Kwa hivyo ndio maana tumeona blessings are meant for everybody who believes in God and His word through Jesus Christ. That was our point number 1. The second point is there must be spiritual characteristics applied. Kwa hivyo ni kusema for divine blessings to absorb in somebody's life, there must be some spiritual characteristics applied. Ati neno hili la Mungu liingie ndani, baraka za Mungu zipate nafasi zisimike ndani mwako, zije zifanye kazi mwako ndani. Lazima wewe uwe una apply some spiritual characteristics. Kuna behaviors, kuna mienendo, kuna tabia zile ambazo ni lazima uziapply. Ukiziapply
utaanza kuona divine blessings absorbing in you in Jesus name. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo baraka za Mungu haziachiliwi tu. Hizi haziji automatic kama zile za kuzaliwa. Ati ukizaliwa wa kwanza wewe ndio utabarikiwa, wewe ndio watasema ulee watoto wengine, walinde, ufanye sijui nini. Za Mungu lazima uwe na spiritual characteristics ambazo unaenda kuapply, na ndio Mungu akiona hizo spiritual characteristics anaanza kukubariki. Amen. Nacho kitu sako? Sasa nataka kuanza kuongea moja yazo, ili ukianza kuona hizo spiritual characteristics ama ukianza kuziapply, unaanza kuona Mungu anakuja. Unaanza kuona Mungu anashuka kwa maisha yako. Unaanza kuona mambo yako yameanza kubadilika. Kwa sababu saa zingine na labda haujui ama unajua, kuna mambo ambayo huzuia Mungu kukutendea. Amen. Amen. Kuna mambo ambayo yanaweza zuia Mungu kukufungulia. Sitaki kuongea hiyo kwanza, lakini wacha niapply kama moja yao ya kitabu moja. Kama umesoma Malaki mlango wake wa 3, tusome na kueleza tu. Ukianzia na mstari wa 7, huwa inazungumzia kuhusu Mungu akinungunika. Ananungunika kuhusu nini? Anasema, tangia siku za mababa zenu mmekuwa mkiniibia zaka na sadaka, hamuleti kwenye nyumba yangu. Na kwa sababu hiyo anaendelea kusema kwamba leteni zaka hizo na fungu la 10 katika nyumba yangu, muone kama sitawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ukisoma hiyo 7 ukienda nani anasema kwa nani mmelaaniwa? Anasema mmefanya nini? Mmelaaniwa. Kwa hivyo kukosa kutoa katika nyumba ya Mungu ni characteristic ambayo inaonyesha kwamba wewe Mungu anakuambia tayari amekulaani ama ushalaaniwa kwa kutojua kutoa kwa nyumba ya Mungu. Hebu nigusie majirani ama jirani mwenye yuko naye, muulize, wewe mtolea Mungu? Na umuulize pole pole juu wengi wao waitikia. Ndio. Na mwenye anakuambia hana kazi, umuulize kama alijipaka mafuta leo, alikunywa chai, alioga. Kwa sababu sikiza mimi kidogo tu. Kuna siku mtu mmoja aliniuliza, Bishop, mimi sifanyi kazi na umehubiri tutoe fungu la 10 katika nyumba ya Mungu, nitakuwa natoa wapi fungu la 10 nilete katika nyumba ya Mungu? Nami nikamuuliza, leo ulioga? Kananiambia nilioga. Okay. Nikamuuliza, ile nyumba unaishi ni ya nani? Kananiambia si tumerenti pale chini. Umerenti? Ulilipa mwisho wa mwezi? Kaza kuna huyu mtu hata ni kama ananiuliza atoe wapi? Hizi anatoa wapi? Nyumba hapewi free, si yao na sio kwao, ni kwa mwenyewe, na mwenyewe lazima ufanye nini? Ndiye kubali maji ikuje kwa nyumba yako hiyo umerenti. Maji ikuje kwa tap ama penye mnachota maji. Ni nini? Na huyo mtu nikamuuliza, umeoga? Akasema ndio nimeoga. Unadhani huyo mtu wewe utamuita nini? Mwizi Johnny. Anaitwa Johnny Sina. Analalamika hana, lakini ako naye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hata akwambii kwa mambo makubwa, anasema umjaribu uone kama hata kufungulia madirisha ya wapi. Kwa hivyo ukiona hii madirisha ya mbingu imefungwa, ni kusema baraka za mbingu zimefungwa kwako. Wewe unatembea kwa anga ambayo imekauka, anga ambayo ni ngumu. Hata ukipata pesa unapata, lakini katika Biblia tunaambiwa unaweka kwenye mfuko, imefanya nini? Madeni hapa. Kidogo umeketi vizirani pale. Kidogo umeketi magonjwa inatokea huku. Nyumba umeifanya tayari imekuwa ni chemistry ya madawa. Ni chemical man chemistry. Chemistry ya madawa. Chemistry. Sio chemistry. Chemistry ni masomo. Sawa. Chemistry. Inakuwa chemistry.
list ya madawa, umeweka hapo dawa za Panadol, zisikizi za nini, paracetamol, para what, zote ziko pale. Za kuumwa na kichwa, za kufanywa na nini, za kuumwa na miguu, mpaka za kujipaka wapi, sababu huna amani. Biblia inakwambia mstari wa 10 wa hiyo kitabu cha Tadhiri Maraka inakwambia kwamba nijaribu uone kama sitakemea yeye alaye. Huyo ukula ni nani? Ni huyo magonjwa, ni huyo visirani, ni huyo mara nini imetokea, mara inakuja inakujia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nigusie jirani yako, mwambie badilisha kutoka leo. Badilisha kutoka leo. Toa fungu la 10. Toa sadaka yako. Na Mungu atakubariki sana. Mungu atakubariki sana. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja na umebaki mahali. Kwa hivyo unakuta kuna spiritual characteristics ambazo zinakuwa applied for you to absorb in spiritual blessings. Hazikuji tu. Yeah? Kama unangojanga ni bishop ndiye atafungulisha, utanifanyisha kazi kubwa sana hapa. Utasimama kwa madhabahu, niachilie moto, niachilie paka kila kitu hapa, niachilie paka na kukusukuma na mikono angalau uanguke, nikusukume na miguu, nifanye nini, lakini haupati baraka. The problem is your spiritual characteristic inakataza Mungu kukubariki. Sio bishop kukubariki, ni Mungu kukubariki. Hallelujah. Can I repeat that again? Yes. Sio bishop hubariki ati kwa sababu ako na upako. Naweza kuwa na upako, lakini ikifika ni nani anatenda? Ni Mungu anatenda. Upako wa Mungu unabagua kwa sababu una favor. Ni nani anafuata njia za Mungu? Hallelujah. Amen. Inazingatia kufavor, ina favor, inaangalia yone huyu nikimbariki huwa anafanya nini. Na ukisema sipati, na huku kuna madeni unafuatwa na pale na pale, na hizo unakutana paka umelipa. Za simu umeniambia hapa kila siku unalipa 70. Kila siku. Juu simu ni ya mkopa, simu ni ya mkopa ama mkopa. Uko na simu mkopa na inalipua kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ya Mungu hauna. Umekuwa kama yule mwenye nimesikia wakisema unaitwa John Cena. Yaani mimi sikuami naye. Sina. Tunataka kutoa fungu la 10, sina. Sadaka sina. Wewe ndio limit kubarikiwa na Mungu. You limit yourself from the divine blessings. Hallelujah. Inua mkono wako juu kama unajua uko hapo. Yaani that's it. Kama unajua wewe ni kati ya wale ambao Mungu akiangalia characteristic number 1 ata kwamba wewe hautoi fungu la 10 vile unapata. Yaani unapata pesa, ushapanga niende kujenga kwanza. Unachukua loan, niende nyumbani ninunue ng'ombe kwanza. Ukishanunua hizo katika hiyo harakati ukirudi hauna hata shilingi. Utaishi maisha ya madeni. Let me help you. Umwambie Mungu akusamehe, uwe unaanza na Mungu kwanza. Sema amen. Amen. Angalia mtu mwambie wa kwanza ni Mungu. Wa kwanza ni Mungu. Ya pili ni mambo yako. Ya pili ni mambo yako. Am I talking to somebody? Yes. Yaani Mungu anataka ujifunze kuanza na yeye. Ukajua kutoa ile ya Mungu, kufanya ile ya Mungu, atazame aone ndio. I can give you a biblical example as well. Kuna mzee mmoja ambaye aliitwa Cornelius. Ukimsoma utaona katika kitabu cha Matendo. Cornelius, Biblia inasema kwamba alikuwa anaenda katika hudhurio la kanisa na anasimama na matoleo yake anaweka pale chini ya miguu ya mitume na anaenda shughuli zake. Hivyo. Biblia inaambia kwamba wakati mmoja alikuta anazungumziwa na malaika. Na neno lile alikuwa anaambiwa ni kwamba sadaka zako zimekuwa zikitufikia mbinguni. Sasa swali langu ni hili, mzee Isaya. Je, Cornelius alipokuwa anapatia pastor alikuwa anaituma mbinguni? Na mbona inafika mbinguni inaonekana? Tuseme ukweli, alikuwa anatuma na mpesa mbinguni?
Kuna namba ya kwenda mbinguni ya M-Pesa till number. Hallelujah. Lakini zilikuwa zinafika wapi? Maanake malaika alipofika alimwambia sadaka zako zimekuwa zikifika nini? Nigusie jirani yako mwambie jifunze kutoa. Jifunze kutoa. Nawe utabarikiwa sana. Utafunguliwa milango zote kwa jina la Yesu. Na kama uko hapa na unajua unaibia Mungu, usijifiche. Hata ukijificha utajulikana tu. Utajulikana aje? Vile utaanza kulia, mambo vile itakufuata, madeni vile itakufuata, magonjwa ni yaani hufai hata uniambie. Mimi ukikuta tu kilia hizo najua huyu ni mwizi nimeshika. Na kwa hivyo mwizi kitu ya kwanza anaanza na nini? Tuombe Mungu msamaha. At least uachiliwe. Hallelujah. Sababu ni nani anakupiga sasa? Si hata mtu amekuacha. Maana nimekwambia verse 10 of chapter 3 Malaka inasema nijaribuni kwa kutoa muone kama sitakemea yeye alaye. Kwa hivyo hao wenye wanakuja kukula nani huwakemea? Ukiona hawakemei unajua kuna shida kati yako na nani? Hakuna uhusiano sawa. Sema amen. Amen. Am I teaching somebody something? Yes. Unajifundisha kitu? Yes. Kama uko hapa wewe ni mwizi, inua mkono juu tutupu na wewe. Hata mimi nimeinua yangu. Lakini si ati mimi ni mwizi. Ninakuweka tu support ndio tuende pamoja, si ndio? Hallelujah. Wewe tu ni mwizi. Hata ukiogopa, uone mimi si bangi, wewe si mwizi, unaweza kuwa wewe sio mwizi, umeokoka sana ni wazuri vizuri. Hata mimi napendana watu wanashikana na Mungu kama wewe. Wewe umebarikiwa sana, wewe si mwizi. Inua usiweke wewe kama ulipi usiweke juu mkono, weka chini ili wale wamebarikiwa. Weka juu kama sio mwizi. Asema ni Mungu Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi si mwema. Mimi si mwema. Machoni pako. Machoni pako. Nimekuibia. Nimekuibia. Nikakosa kutoa ipasavyo. Nikakosa kutoa ipasavyo. Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Amen. Ukishasamehewa, what happens next? Kufuata njia zile ni sawa. Wacha kumwibia Mungu. Wacha kumwibia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Sasa mwambie jirani vile Mungu anakusamehea leo. Vile Mungu anakusamehea leo. Atakupima leo. Haulani bila kupimwa leo. What I'm saying, maybe you don't know what I'm saying. I'm saying there are some people before the day-to-day ends, kabla siku ya leo iishe, Mungu anaenda kuwashangaza na kitu kwa mkono. Amen. Usiibie Mungu kwa hiyo. Amen. Hallelujah. Amen. Usimuibie nani? Mungu. Ukipatiwa 1,000 juu kuna watu ninajua hapa hawalali bila. Hata mimi nilishikishwa asubuhi. Kuna kitu nilishikishwa hapo asubuhi. Nilikuja mapema na nilipofika mapema nadhani vile nilimtangulia huwa ananitangulia. Lakini leo nilimtangulia. Alinipata hapa nilala mapema na nikaamka mapema kidogo. Alinipata ndani hapa akajua wacha nitabu hiyo baraka kwanza. Akasema I want to tap the blessings. And that's what he asked. Aliuliza tu Bishop, I want to tap blessings only. Na mimi nikamwambia vile nimekutangulia in Jesus name, pokea hiyo anointing ya baraka. Ndio umeuliza in Jesus name. Na mimi vile nimepatiwa hiyo, nimetapishwa hizo nimejua kile nimefanya kwa bahasha. Hallelujah. Nimejua vile nimeifanya kwa bahasha. Na mimi hata utoa zaidi ya kile nimepata. Let me give you that secret. Mimi najua fungu la 10 ni ngapi na natoa kuliko vile nimepatiwa. Akinipatia 2,000, mimi nimechomoa 1,000 nimeweka ndani. Narudi kuambia Mungu, wewe ulisema namna gani? Wewe ukopeshana. Si ndio? Alisema hivyo kwa Biblia. Wewe Mungu huwezi kopeshwa na utapatiwa ujue hii ni zaidi, unairudisha na njia ile mtu hajui. So I'm very ready before the end of today. Najua kuna kitu Mungu atanipatia leo. Sema amen. Amen.
So kama umeacha wizi kama mimi, wacha tuinuliwe in Jesus name. Amen. Wacha tubarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Wacha tuende viwango kwa jina la Yesu. Amen. So usizuie Mungu kubariki kwa kukula hiyo pesa kidogo. Na ukiangalia ni kidogo sana. Akikupatia 10,000 yake ni 10,000 ni zako. Nani ameenda na nyingi? Mimi. Lakini unakuta unakula paka hiyo ya nani? Na kama utatoa, kwanza neno hili kuiba ina sound ya kwamba kuiba ina sound hapo na njia kama mbili. Ukikosa kutoa umeiba. Pia ukitoa kidogo kwa ile inafaa utoe, umemwibia. Na wengi ni hapo wako hapo. Kutoa anatoa. Anafaa atoe 1,000 out of 10,000 na anatoa 500. Ameiba ama hajaiba? Ameiba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ameiba bado? Ameiba. Sasa hapo ndio wengi tuko. Mimi najua sisi wote ni watoaji. Si kila mtu anatoa hapa. Lakini shida ni kuibia nani? Sasa kwa jirani, leo umetubu. Bwana amesikia. Yeye ni mwingi wa huruma zaidi. Amekusamehea. Lakini kuanzia leo. Leo ubadilike. Haleluya. Mtu ampatie Yesu makofi mazuri kwa msamaha wa dhambi. That's powerful. Na hiyo inafundisha kuna kitu itafanyika leo kwako wewe. Financial blessings or any other blessings. Amen. As I'm talking, ndio ujue Mungu anatii sana mtu mwenye anatoa hata zaidi. Juzi shetani aliingilia TV kwangu. Wale wamewahi kuiona wanajua ninasema nini. Si ka TV vile ni TV, ni TV ya. Unaitaka achukue smartphone. Ni smartphone ama TV screen? Oh, smart TV. TV mzuri. Haleluya. Mzuri kabisa, ikikaa kwa ukuta unakaa ni kama uko kwa kiwanja hapo unaangalia. So ikaharibika. Nikalia sana. Nikiwa hapo nikachukua punch. Huwa napenda kutengeneza vitabu zangu mwenyewe. Nikishajichapishia hapa kwa ofisi naenda na piga. Sasa wakati nilikuwa nafanya hilo na punch na hii ni ya kupiga stapler. And then nikasikia tu meza inafanya. Kasema hii hapa kama tumetumia nguvu kweli. Ndani imeharibika. Kama suka vipande karibu 15 hivi. Kauliza Mungu leo ni nini kimefanyika? Na sikujua Mungu anafanya nini. But let me amaze you. Ile meza sasa ilirudi kukuja ni ya pesa nyingi kuliko ile ilipasuka. Na hiyo meza apart from ni meza tunaweza simama mimi na Harvey na mama na mimi tusimame tu na ile sipasuka hata ifanye nini. Hiyo meza nikipatiwa ni bebe kutoka hapa mpaka kwa gate, nitaambia mtu nisaidie tu nisibebe leo, tubebe tukiwa watu kama 10. Si meza ya kubebwa na mtu mmoja. Nilikuwa nadhani ni meza, nikaenda kubeba stool kusongesha. Hiyo stool ni mzito, sema amen. Hallelujah. TV nayo nikiwa nimeketi tu namna hiyo, Mungu akazungumza na wapendwa. Walileta TV ya 72,000. Wacha ile ilikuwa ya sijui how much thousand. 72,000. If you learn how to give, He will bless you bountifully. Amen. He will take you higher in Jesus' name. Amen. You will count a lot of blessings than ever katika maisha yako yote. Mimi nakuahidi ya kwamba jua kutomwibia Mungu, kutolee uone vile utainuliwa. Sema amen. Sema amen. Kama uko hapo sema naenda kubarikiwa. Kwa kujua kumtolea Mungu. Naenda kuinuliwa kwa kujua kumtolea Mungu. Am I talking to somebody? Kwa hivyo Biblia imekufundisha ujue namna ya kutoa, na wewe Bwana atakupeleka viwango vingine katika jina la Yesu. So part number 1 nimeenda kukamilisha, imekuonyesha tuache kumwibia nani?
tuache kumwibia Mungu. Kama tunataka kuenda mbali, tuache kumwibia Mungu. Tuache kuchukua kilicho cha Mungu na kujiwekea kwenye mifuko na kusema nitarudisha. Unajua mara nyingi nile ambayo unahubiri wangu na karoho kingine hapo ndani kana kuambia wewe utumie hii, kitambo mwisho wa mwezi ifike utakuwa umerudisha. Kitambo wiki ifike hapo nitakuwa nime Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe saa hiyo unaongea ukiwa ni kama wewe ndio Mungu, sababu hata unajua hiyo kesho utakuwa unaongea ukidhani wewe ni Mungu, ukidhani mpaka hiyo mwisho wa mwezi utafika. Haleluya. Usisahau ya kwamba Mungu ndio monitor hata wa maisha yako. Usisahau ya kwamba uhai ulionao ni Mungu anakupatia, sio chakula chenye unakula. Haleluya. Haleluya. Wacha kumwibia. Wacha kumwibia. Ambia jirani kwa wacha kumwibia Mungu. Nawe utabarikiwa. Hallelujah. Can I go to the second point? Faith and trust. Faith and trust. That is second point. Kwanza tumeshaiona katika kutoa, si ndio? Yeah? Si tumeiona? Sasa pili ni faith and trust. Nataka mtu alisomee Biblia yake Zaburi 1. Zaburi 1. Nina imani umefika pale. Na kabla hata niendelee kusoma hiyo kitabu, hao wazee walioniletea hizo baraka zote, nasema Mungu awabariki mpaka mshangae. Mungu awainue kwa jina la Yesu. Vile mmenishangaza nanyi mshangazo kwa jina la Yesu. Hallelujah. Yeah. So nimefurahia hiyo baraka na nimeipokea kwa dhati. Na najua ninapokea zingine nyingi to the glory of the Lord. Are you there? Uko kwenye hiyo Biblia? Nataka tusome sisi wote. Wenye mko na Holy Phone, wenye mko na Holy Bible, tuko hapo.